Moja kati ya wasiwasi mkubwa unaowakumba wanafunzi wengi pale wanapogundua kuwa imebaki miezi miwili kuingia kwenye chumba cha mtihani na bado syllabus haijaisha. Hapa ndipo wanafunzi wengi huanza kupanic na wengine kusoma notes kwa kuzirudia kuangalia kama watapata kitu chochote cha kutumia kwenye mtihani, lakini wengine huamua kuangalia study motivation ili wapate energy at least waweze kuingia kwenye chumba cha mtihani. Lakini wengine ambao sasa wanapotea kabisa ni wale ambao huamua kuacha kusoma kwa sababu ya kukata tamaa, kujua kwamba miezi miwili iliyobaki ni michache, haiwezi kuwa na msaada wowote. Lakini ukweli ni kwamba miezi miwili bado ni mingi sana kwa mwanafunzi kuweza kufanya kitu chochote katika chumba cha mtihani, endapo unaweza ukafuata mbinu ambazo ninakupa siku ya leo. Baada ya kugundua kwamba hii ni moja ya changamoto inayowatesa wanafunzi wengi, niliamua kufanya research kupitia search engine mbalimbali kama vile Google na kuangalia video za YouTube kadha wa kadha ambazo zilijikita zaidi kuelezea namna ya kusoma ndani ya miezi miwili. Baada ya kufanya utafiti huo, hizi ni baadhi ya mbinu za kutumia kusoma miezi miwili kabla ya mtihani kwa mwanafunzi yeyote yule duniani. Mbinu ya kwanza ni kutafuta syllabus ya somo lako pamoja na examination format. Syllabus inakupa topic zote unazotakiwa kuzisoma kabla ya kufanya mtihani, na wakati huo examination format inakupa topic zote zitakazotumika kutunga mtihani wako, pamoja na kila topic ina uzito kiasi gani kwenye chumba cha mtihani. Sasa kupitia hizi PDF mbili, yani syllabus pamoja na examination format, unatakiwa kufanya yafuatayo. Cha kwanza, utatakiwa kuorozesha topic zote zinazokuhusu, yani kwa maana ya ile somo ambalo umechukua unaorozesha topic zako zote ambazo zipo kwenye syllabus. Lakini utatakiwa mbili, utaangalia topic unazoziweza vizuri, lakini pia utaangalia zile topic ambazo zinakusumbua, ambazo zinakutesa. Sasa kwa upande wa topic ambazo unaziweza vizuri hakuna shida, lakini kwa zile topic ambazo zinakutesa na uzijui vizuri, hizo ni za kuwekea alama kwa sababu ndizo utakazoanza nazo katika kusoma ndani ya hii miezi miwili. Hatua ya pili, tengeneza ratiba ya wiki 8 ambayo ni sawasawa na miezi miwili. Hakikisha ratiba unayoitengeneza inatekelezeka, yani hakuna siku ambayo wewe binafsi utatoa excuse, yani kwa maana ya kutokuifuata. Kwenye ratiba hii, masomo ambayo au topic ambazo unaziweza vizuri zipe muda kidogo. Mfano, geography kama unapata max 80 wakati biology unapata max 35, basi biology ipe muda mwingi zaidi kuliko geography kwa sababu geography una uwezo nayo. Na hakikisha kwa siku ratiba yako ina masomo angalau 3 au 4 kulingana na ukubwa au wingi wa masomo yako. Hatua ya tatu, unapoanza kusoma, anza na topic za section B au C zenye max nyingi kulingana na format ya mtihani ilivyo. Kwenye format ya mtihani kuna topic zenye max nyingi na kuna topic zenye max chache. Kuliko kusoma topic 5 zenye jumla ya max 20, ni vyema ukaanza kusoma topic moja yenye max 20 plus. Maana yake unaweza kufanya maswali 3 kwenye mtihani na ukaweza kupata wastani wa C+ kuliko ni ukafanya maswali 10 ambayo mwisho wa siku ukapata max 15 au 20. Kwa hiyo ni vyema ukaanza kuangalia maswali au topic zile ambazo zina max nyingi ndo ukaanza nazo kwenye kusoma ndani ya au miezi miwili. Hatua ya 4, ili uweze kusoma topic yako haraka, anza kwa kusoma revision question. Mara nyingi zinakuwa mwishoni mwa topic. Revision question hizi ni summary ya topic nzima. Hapa unatakiwa kujua ni vitu gani vinataka definitions, vitu gani vinataka short notes, vitu gani vinataka explanation na vitu vingine. Hii itakusaidia ili pale unaporudi kwenye topic sasa mwanzo, utakuwa unajua ni kitu gani unatakiwa kukipa uzito zaidi na ni kitu gani unatakiwa usikipe uzito. Yani kuna baadhi ya terminology ukikutana nazo unakuwa unajua kabisa hizi kule kwenye revision walitaka nizidefine, kwa hiyo unazibold na kuzijua kabisa, unaondoka ukiwa umeshika definition zake. Au kama ni ku-list, unatakiwa unatoka ukiwa unajua ni ipi ya kufanyia listing, au kama ni ku-mention, kama ni ku-explain, unakuwa unajua moja kwa moja. Kwa hiyo ni vizuri kabisa ukawekeza nguvu kwanza kwenye revision questions pamoja na zile exercises mbalimbali zilizoko katikati mwa topic, ili unapoanza kusoma unakuwa unajua unatafuta kitu gani. Sasa tayari umeshaanza kusoma. Kwa hiyo hatua inayofuata sasa ni kwamba soma ukifanya summary. Yani ondoka kabisa ukiwa umesummarize katika small notes, kwa sababu hautorudi tena kwenye hicho kitabu kusoma tena. Na ikiwezekana baadaye ufanye summarization ukitoa kichwani, yani ukitoa kichwani na kuandika kwenye karatasi katika lugha nyepesi ambayo itakuwezesha hata wakati mwingine uweze kuirudia na kuisoma taratibu. Kwa hiyo hatua muhimu ya kufanya hapo ni kufanya summarization wakati unasoma. Na sasa kama umefanikiwa kufanya summarization katika lugha nyepesi inayoeleweka, hatua inayofuata ambayo ni hatua ya 6 ni kwamba
tafuta past paper, na hizo past paper fanya solving ya maswali yanayohusiana na hiyo topic. Kwa hiyo kama umesoma topic labda ni photography au ni map reading au ni statistics, basi tafuta past paper zinazohusiana na hayo maswali mbalimbali, ujipime uangalie, je, maswali yanatokaje kwenye mtihani. La ya past paper ni kwamba inakuonesha namna na mitego mbalimbali inayotumika katika kutunga mtihani. Kwa hiyo ukifanya solving ya past paper ya miaka 5, 2, 3 nyuma, itakurahisishia wewe kama mwanafunzi kujipima na kuona, je, hii topic nilivyoisoma imeniwezesha kukava au bado kuna magepu. Na ukigundua kuna magepu, hatua inayofuata ndio nyepesi ya kukusaidia kuyakaba hayo magepu. Sasa ili uweze kukabiliana na hayo magepu uliyoyaona kwenye past paper, mbinu ya mwisho ni kwamba tumia Feynman techniques. Feynman technique ni ile njia inayotumiwa na wanafunzi kuweza kuwafundisha wanafunzi wengine. Shortly kabisa, njia ya Feynman technique inasema kwamba ni learn, close the book, explain, find the gap, learn again and explain simply. Kwa hiyo cha kwanza utakiwa kusoma, lakini utakiwa ufunike kitabu, umuelezee mtu aweze kuelewa. Lakini kwenye kuelezea utagundua kuna sehemu, kuna weakness, kuna magepu umeyagundua, ndio unatafuta hayo magepu unayasolve. Ukiyashaona hayo magepu unaenda kulearn again, kwa maana ya kusoma tena hayo magepu kuyaziba, alafu unakuja kuelezea simply. Hizo ndizo technique ambazo kama mwanafunzi ndani ya hii miezi miwili ambayo imesalia kwa ajili ya kukabiliana na mtihani unaweza kuitumia kukusaidia kuweza kukabiliana na mtihani. Kama utakuwa una swali au unatamani nielezee kitu kingine chochote kinachohusiana na mbinu mbalimbali za kufanya vizuri katika masomo, unaweza ukaniandikia hapo kwenye comment section. Usisahau kulike, kushare pamoja na kucomment. Izimi Teacher D. See you next time. Bye bye.